J Studio inawaletea. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikhwatal iman, kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumekutana tena katika saha ya da'wa ya kuelekezana mambo yanayofungamana na dini yetu tukufu ya Kiislamu. Khutba yetu ya leo kwa unwan sunnatut tadawul, sunna ya mabadiliko katika maisha. Kwa nini maudhui hii na kwa nini tumechagua mada hii? Naam, kwa sababu kila mmoja apitia maisha tofauti tofauti na matukio ni mengi sana yanayotokea kwenye maisha yetu. Matukio haya yakagawanya watu kwenye sehemu tofauti tofauti. Kuna waliotoka katika barabara ya sawa kupitia haya mabadiliko na kuna waliosimama kwenye barabara ya sawa. Ikiwa hali ni hii, hapana budi Waislamu waelezewe mwelekeo ni upi kuhusiana na suala kama hili, na wajue miongozo iliyotolewa na dini yao kwenye suala linalofungamana na at-tadawul. Ndugu zangu katika iman, waman lahu alhaqqu an yatakallam fi mithli hadhihi adh-dhuruf, nani mwenye haki anayefaa kuzungumza wakati matatizo haya yanapotokezea? Ammatun nas, ni sisi tu watu wa kawaida, amil ulama, au ni wanazuoni ndio wanaofaa kuzungumza? Jawabu bila shaka ni wanazuoni, japokuwa maisha tunaoishi hivi sasa kila mwenye simu na kila mwenye kanzu na kilemba na kofia ni shekhe katika zama tulizonazo, na kila mmoja ana YouTube channel yake, na kila mmoja ataka kuzungumza kwa kila linalotokea popote pale alipo, hata kama yuko chooni pia atajirikodi japo ni kitwa chake peke yake, kisha aeleze watu, mimi maoni yangu. Wewe unaleta maoni katika dini? Mimi kulingamana na nilivyosoma naona hili jambo. Sasa watu hawa wasiponyamazishwa kuelezewa yanayotakiwa, watazidi kuendelea na kuleta faudha katika mujtama kwa kule kunyamaziwa na wanaostahiki kuzungumza. Hakuna hata mmoja katika sisi hapa
anayestahiki kuyazungumza haya tunayoyazungumza. Pengine utasema mbona wewe wazungumza, mimi na tafsiri. Hakuna harfu hata moja ambayo ni yangu. Mimi na tafsiri walioyazungumza wanazuoni katika dhurufu kama hizi. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi atuanzia maneno yake kuhusiana na sunna ya tadawul, mambo kubadilika. Asema qad qala Allahu azza wa jalla mubayyinan tamama qudratihi. Mwenyezi Mungu ameelezea kwenye Qur'ani tukufu akibainisha ukamilifu wa uwezo wake, wa kamala hikmatihi, na ukamilifu wa hikma yake, wa anna al-amra amruhu, na kwamba amri siku zote ni yake peke yake, wa annahu al-mudabbiru liibadihi kaifa yasha, na yeye Allah ndiye mwenye kuwapangia waja wake atakavyo yeye. Wala yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun fa'alun lima yurid. Idhan yudabbiru liibadihi kaifa yasha, Mwenyezi Mungu anawapangia waja wake atakavyo. Awapangia nini? Min amnin wa khawfin, kutokamana na amani ya roho na utulivu, wa khawfin, na kuwa na hofu, wa raha, na kuwa na starehe, wa shidda, na kuwa na matatizo, wa si'atun wa dhiq. Mwenyezi Mungu ndio hupanga, mara nyingine akamfungulia mja wake na mara nyingine akambania maisha, wa qillatin wa kathra. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kupanga, mara amekupa kingi, mara amekupa kidogo, na haya yote anayafanya yakiwa yana hikma kubwa sana. Hakuna anayeelewa isipokuwa mwenye kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yadhlimu rabbuka ahada. Na Mwenyezi Mungu kuyafanya hayo hamdhulumu yoyote yule katika waja wake. Kwa nini? Kwa sababu ni sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe vyake, la tataghayyar wa la tadabaddal, haibadiliki. Qala Allah Ta'ala, Mungu asema kuyathibitisha hayo, wa tilkal ayyamu, haya ni masiku tunayopitia katika maisha, nudawiluha baina nasi, tunayogeuza kwa watu. Ni masiku haya, ni miezi hii, ni miaka, ni masiku, ni masaa. Mwenyezi Mungu ageuza ukanda huu, baada ya masiku ukanda mwingine, baada ya masiku ukanda mwingine, wa hakadha ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Nini maana ya at-tadawul? Wanazuoni wanatuambia kwa maana walizozitoa ni kwamba anna al-hayata la tathbutu ala halin wahida, maisha hayatulii pahali pamoja, inma hiya mutaqalliba, ni yenye kugeuka geuka. Falal usru yadumu. Ndugu zangu, wanazuoni wanasema falal usru yadumu, hakuna mazito yenye kudumu, wala liyusru yadumu, wala hakuna wepesi wenye kudumu na kuendelea, wala alhubbu yadumu, wala hakuna mapenzi yenye kuendelea, wala albughdhu yadumu, wala hakuna chuki zenye kuendelea, wala alfarhu yadumu, wala hakuna furaha yenye kudumu, wala alhuznu yadumu, hakuna huzuni zenye kudumu na kuendelea, wala intisarun wala inkisaru yadumu, hakuna nusra yenye kuendelea, wewe ni mshindi tu siku zote, wala hakuna kushindwa kwenye kuendelea. Ukisalsili hizi utakuta ni maisha kweli, hakuna uzito wenye kuendelea, inna ma'al usri yusra, na hakuna mapenzi yenye kuendelea, utapendwa mwisho utatukiwa, na hakuna chuki yenye kuendelea, utachukiwa mwisho utapendwa. Qala Ta'ala, wa tilkal ayyam, haya ni masiku, nudawiluha baina an-nasi, tunayoyageuza kwa watu. Qala Muhammad ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, ay
nusarrifuha linnasi, tunageuza masiku kwa watu, wal bala'u litamhisi, na mitihani tunaileta ni kwa sababu ya kufutafuta yale madhambi yaliyofanywa na waja wetu. Katika nukta hii aya tulioitaja wa tilkal ayyam, Mwenyezi Mungu anatoa taslia kuwapa waumini waliofikwa na msiba katika vita vya Uhud. Vita vya Uhud maarufu kwa kila mmoja, walipoambiwa wale 50 rumat, musiliwache jabali, tushinde au tushindwe, bakini hapo hapo. Wakakhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakateremka. Walipoteremka, kushindwa kukaja kwa sababu ya kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndipo pale tukisisitiza sunna na amri za Mtume zisikhalifiwe, amalan biqaulihi ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, wawe na hadhari wanaokhalifu amri za Mtume, an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Mambo kama haya, hawa ni sahaba, na hakuna mwenye shaka hapa kwa ubora wa masahaba waliokuwa nao. Lakini tizama, blanda moja, mistake moja walioifanya, mistake hiyo ni kukhalifiwa ambaye hafai kukhalifiwa. Madhara yakaja, suala, kisha baadaye kila mmoja akatafuta wali ale. Tumekhalifu mangapi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Na ukiambiwa usikhalifu, ukawa wewe ni mbishi na ukatafuta na hadithi ya kutetea ulionayo. Bali linsanu ala nafsihi basir. Kwa hivyo Waislamu kiubinadamu walipoteleza wakakhalifu amri ya Mtume, madhara yakaja kwa kushindwa, na kila mmoja akawa na maswali. Kaifa nusra isije, vipi tushindwe? Wa nahnu ala alhaqi, na sisi tuko kwenye haki. Kwa nini tushindwe na sisi tuko kwenye haki na wao wako katika batil? Aya ikateremka, Mwenyezi Mungu kuwapa tasli ya utulivu wa Islam, ya kwamba haya masala, leo umeshinda, kesho umeshindwa, ni sunnatu tadawul. Mungu anabadilisha maisha. Wa tilkal ayyamu nudawiluha baina an-nasi. Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala sema, al-muradu anna Allah taratan yushaddidu al-mihna 'ala al-mu'minin. Malengo na makusudio ya Mwenyezi Mungu kuleta uzito kwa Waislamu na kuwapa mitihani, ibtilaan lahum wa ikhtibaran lahum, kwanza ni kuwapa mitihani na kuwaonja, wa rif'an lidarajatihim, na ni kuwainua daraja, wa maghfiratin lidhunubihim, na kuwasamehe madhambi yao, wa mathubatan lahum, na ni kuwapa thawabu. Ndio mbele ya aya Mungu akasema, waliya'lama Allahu alladhina amanu, nimewapa mitihani hii ya kushindwa leo ili Mungu amjue yule aliyeamini, wa yattakhidha minkum shuhada, na ili Mungu awafanye nyinyi kuwa ni mashahidi wa Mungu. Ndugu zangu, hizi ayat kwa ufupi, Qur'ani kwa ujumla yatakiwa izingatiwe. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru, watu wazingatie, sikusomwa mayaka na khitma nyingi tu. La, sio malengo ya Qur'an. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru, watu wazingatie Mwenyezi Mungu azungumza nini katika kitabu chake. Sasa aya hii ukija ukizingatia, utakuta Mwenyezi Mungu awapa Waislamu mtihani, kisha awaambia nimefanya hayo liya'lama, waliya'lama Allahu alladhina amanu minkum wa yattakhidha minkum shuhada. Al-Imam At-Tantawi
rahimahullahu ta'ala sema ay fa'alna ma fa'alna fi Uhud, tumefanya yale tuliyoyafanya katika vita vya Uhud. Waqtadat hikmatuna an nudawila al-ayyama bainakum wa baina aduwikum, na hikma zetu zimepelekea hayo tubadilishe masiku. Leo mushinde nyinyi Waislamu, kesho washinde ni maadui zenu. Liyadhhara amrakum ayyuhal mu'minun, ili idhihiri imani zenu na uchamungu wenu. Haya ni maneno ya Imamu Tantawi katika Al-Wasitu alipokuwa kitafsiri aya inaothibitisha hikma ya Mungu kukupa mitihani. Hapa sisi tumeanguka na wengi wetu twateleza, na kuteleza ni katika mazungumzo ya Muislamu. Tamsikia tu akizungumza, ameonjwa kwa mtihani fulani, basi utamjua huyu akida yake ikoje. Atakulalamikia tu, Allahi kazi siku hizi ndio hivyo. Na usinione hivi Sheikh, mimi siati saumu ya Jumatatu na Alhamisi, siwachi hiyo saumu. Isitoshe ndugu yangu Muhammad, na siku nyeupe nazifunga. Na isitoshe pale msikitini barabara sita mimi na pati fulani nacheza kwenye ule msikiti, lakini sielewi. Haelewi maskini, haelewi kweli. Huyu ni ameisoma Qur'ani kwa malengo mengine, hakuelewa maana ya Qur'an. Ameelewa Qur'ani madamu uko kwenye mstari wa sawa, basi mitihani huwa hakuna. Ameelewa makosa maskini. Lakini lau angeizingatia Qur'ani, angeelewa kwamba hata ukawa na dini kubwa kiasi gani, mitihani ni lazima, kwa sababu ndiyo malengo ya kuumbwa wewe. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin mal hadaf nabtalihi, tupate kumpa mitihani. Sasa ukipatikana na mitihani, ukianza kujiuliza maswali mengi, ni kwa kuwa hujaelewa nini maana ya mitihani. Na ikiwa ni ubora unaofanya na uchamungu unaofanya Muislamu katika yote ambayo ni ibada, huwezi kushika namba katika ubora na uchamungu waliokuwa nao wema mitume iliyotangulia. Ushiki namba my friend. Tena mmekupeleka mbali kwa mitume, mkikupeleka tu kwa tabiina hapo na tabi'u tabiina na waliokuja baada yake wanazuoni wema kina Imamu Tabari na kina Imamu al-Bukhari, hushiki namba kwa uchamungu. Itakuwa mitume shekhe. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad, walaqad kudhibat rusulun min qablika, hakika wamekadhibishwa mitume kabla yako wewe. Wakafanyeje? Fasabaru ala ma kudhibu wa udhu, wakafanya subra na wakaudhiwa maudhi makubwa. Hatta atahum nasruna, mpaka nusra ya Mola wao ilipokuja my friend. Sasa usibabaike ya kwamba maisha yamekwenda hivi wala yamekwenda hivi. Kila mwenye afya yake aweke kwenye akili kwamba iko siku afya itaondoka. Wa tilkal ayamu nudawiluha baina an-nas. Furisha kifua, furisha kiazi, furisha masikio, furisha mapaja, furisha utakacho. Natembea kwa kujiona, vaa vesti, manake fulana maduka zote hazikutoshi. Lakini elewa ya kwamba sayati yawman ma, itakuja siku afya yako itamalizika. Wa tilkal ayamu nudawiluha baina an-nas. Na yule ambaye ni mgonjwa amelalamika miaka yote, amepewa mtihani, la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu. Iko siku Mwenyezi Mungu atakupa shifa. Ni mitihani tu. Mara nyingine Mwenyezi Mungu hukuonja,
basi akakuangalia subra yako. Na angalia, ukitaka kuhakikisha kwamba ni Mungu mwenyewe ni mtihani, huja ukamaliza madaktari wote na hospitali zote, ukaenda hospitali za nchi yako kama ni hapa Tanzania ukazimaliza zote, bado ukaanza Fransa ukapiga hospitali yote makubwa ukamaliza, ukaenda India ukamaliza hospitali zote, mpaka ushagiva pasema basi tena kuongojea siku ya kuondoka. Mara ghafla tu umeonana na mtabibu msikitini, nasikia hivi, akwambie subiri, huu ni mti gani nje hapa? Ni mti fulani. Basi kasage huu kisha unywe. Mara wiki umepoa. Mara wiki umefanyeje? Umepoa. Kwa nini umepoa? Ni Mungu ashamaliza ule wakati wa kukuonja. Sasa ile tadawul lazima ipatikane kutoka hapa kwenda hali nyingine. Mungu amekupa uwezo, kuwa mutawadhi, kuwa mnyenyekevu, na usimame kwenye barabara ya sawa ya kusaidia kwenye mambo ambayo ni kheri, na usighurike na pesa ulizokuwa nazo, kwa sababu kama una pesa, watahawa watu wao wakiandika kwenye mitandao namba 1 dunia mzima anayeongoza kipesa, namba 2 watana nao. Kuna watu walikuwa na pesa za kisawa sawa, na walikuwa na vyeo na utajiri. Msome Karuni, Mungu asema inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa. Sio mchezo Sheikh, sisi tuna pesa, sisi mkiburi kingi tu. Lakini akaambiwa la tafrah, usifurahi furaha ya kejeli na kiburi. Qarun akasema hapana, inma utituhu ala ilmin indi, mimi nimepewa hizi pesa kwa sababu nastahiki kupewa. Alifanya kiburi, mwisho likuwaje? Mungu asema fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, tukamdidimiza yeye na nyumba yake na mapesa yake na kila kitu chake, akawa hana lolote. Msome mwenye mabustani mawili katika suratul Kahfi. Narudia tena, sisi Qur'ani husoma ni mazunguo mengi tu. Niwaulize, suratul Kahfi husomwa kila siku gani? Ijumaa. Na kisa hichi ninachokisoma kiko kwenye suratul Kahfi. Pengine kama anayekikumbuka na malengo na mafunzo atajua hapa mimi naelewa ninaposoma. Mwenyezi Mungu katika suratul Kahfi atuelezea kisa cha mabwana wawili. Mmoja alipewa mabustani mawili na mmoja hakupewa lolote. Tena aliyepewa ni muovu, ambaye hakupewa ni mwema. Na hapa pia lazima tutoane masikio taka. Tuna baadhi yetu sisi huwa tukitamani yale waliopewa wasiokuwa Waislamu ama waovu. Tasikia mtu akwambia wallahi, usipokuwa na imani sijui itakuwaje. Kwa nini? Angalia, sisi Waislamu tumwabudu Mungu na hatuna uwezo. Ilikuwa hizi nguvu za silaha na kutengeneza magari na mengineyo tupewe sisi. Yeye ameelewa kwamba ukiwa hivyo ndio utapewa dunia na kila kitu. Mambo si hivyo Sheikh, mambo yatakiwa fiqhul Qur'ani ieleweke. Suratul Kahfi, aliyekuwa mcha Mungu huyo alikuwa hana lolote, na ambaye ni mkora muhuni ndiye akapewa. Akaambiwa lakini usikufuru baba. Tena utajiri wake Mungu asema kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a. Mabustani yote mawili tuliyapa haki yake, hatukuya dhulumu. Wafajjarna khilalahuma nahara, kisha tukamsahilishia ya kwamba kwenye shamba lazima unyunyizie maji. Tukamwambia si kazi yako. Wafajjarna khilalahuma nahara, tukapasua mto kati yake. Wakana lahu thamar, akawa na mali mengine.
Faqala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, mwenye kibri akamwambia mwenzake ambaye ni mcha Mungu, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, mimi nina mali nyingi sana na wafuasi, vikosi vya kunisaidia mimi ninavyo vingi sana. Kiburi hicho kwa sababu ya nini? Ya pesa. Innal insana la yatgha araahu astaghna, mwanadamu kawaida yake anakuwa na kibri wakati anajiona ana pesa. Lakini soma aya mbele, Mungu asema inna ila rabbika arruj'a, kwa Mola wako utarejea. Fanya kiburi. Sasa huu bwana akasema ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Sitoshe, wadakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsihi, akaingia kwenye mabustani yake akiwa amejidhulumu nafsi yake. Qala, akasema ma adhunnu an tabida hadhihi abada, sidhani hata siku moja kwamba huu tajiri utaondoka. Adha wa amara, akaongeza akasema wa ma adhunnu sa'ata qa'ima, subhanallah, wala sidhani kama kuna kiyama. Msiniletee habari za kiyama hapa mimi. Hivi pesa za kufanya hivi, hizi hela kumbe ndo za kupelekea hapo. Basi ikawa hapana budi apewe nasaha. Rafiki yake akamwambia, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawaka rajula, hivi wewe umemkufuru yule ambaye amekuumba wewe kwa tone la min turabin, kwa mchanga, thumma min nutfatin thumma sawaka rajula. Nasaha akapewa mpaka mwisho, kisha akaambiwa walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah, ungesema tu ma sha Allah wakati waingia kwenye mabustani. Haina haja useme mabustani hayaishi, kiyama hakuna. Hao maneno ya kiburi, rafiki yangu. Nasaha zikaendelea, akaambiwa fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika, Mola wangu huenda akanipa mimi bora kuliko mabustani yako. Na yakaangamia yakawa si lolote si chochote. Kwa haraka haraka Mwenyezi Mungu akazunguka lile shamba, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha. Mtu akifilisika ufanya mikono hivi, wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu, kisha akasema ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada, fadhali singemshirikisha Mola wangu na kitu chochote. Too late, wazungu wanasema umechelewa my friend. Mwenyezi Mungu asema walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah, hakuwa hata na kundi moja lenye kumnusuru na adhabu tuliompa. Si alijigamba mwanzo akasema ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Ukitolewa hizi aya, elewa kwamba kuna kaida katika somo la usulu tafsiri au usulu fiqhi ya kwamba al-ibratu bi'umumi lafzi la bi khususi sababi. Usije ukakitukua hichi kisa ni yule aliyefanya kiburi ya mabustani. Hapana, hapa waelezewa ukileta kiburi tutafanya tulivyomfanya. Na sisi tunayo zaidi ya hayo. Kiburi shekh, mtu anajikunjua na akawa anatoa maneno maovu ya kwamba akifuatwa mathalan kuna feni msikitini au kuna jambo fulani, basi wajua tena sisi maimamu tamwambia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ataona atakwambia sikiza bwana, nyinyi mulikuwa wapi watu wakisoma? Hizi pesa hizi wafikiri zapatikana tu? Watu walisoma shekh. Mimi nikikuonesha degree zangu begi zima. Kiburi hicho chaanza, maneno ya kibri. Lazima tuwe na hadhari ndugu zangu, na tuelewe ya kwamba haya tunayotafsiriana hapa kile Ijumaa na kwenye mihadhara yatatukuta vile vile. Huyu bwana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa tadawul alipokuwa ana uwezo, kisha akawa akakosa uwezo.
Mwisho kabisa ni Firauni, na maneno ni mengi na wakati hauruhusu ndugu zangu. Mungu asema inna Firauna ala fil ardhi, alifanya kiburi huna, akatesa watu, masiku yake aliyotesa watu. Lakini Mwenyezi Mungu asema wanuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi fanaj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Ikafika wakati tukamwambia Firaun, enough is enough, imetosha kutesa bani Israeli. Sasa tunataka kugeuza sasa wale wanyonge tu wafanye juu na waliokuwa juu tu walete chini. Na alitumika nani? Alitumika Musa alayhi salatu wassalam. Kuzaliwa msafara ni mrefu kama tunavyoelewa, mwisho Mwenyezi Mungu akayabadilisha. Al-Imam Ibn Baz asema fal insanu la yaqnatu idha nazalat bihi musiba, mwanadamu hapanic wala akati tamaa msiba ukimwangukia wowote ule, msiba wa kufiliwa, msiba wa kupatikana na janga, msiba wa kuharibikiwa na kazi, msiba wa biashara kuharibika, msiba wa maradhi, vovote takavokuwa, Muislamu wa kisawasawa hakati rehma, hakati tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali utamwona ana nishati na ana uchangamfu na ni mcheshi bado. Ubinadamu huko, ile masikitiko kwamba ni mtihani mzito, lakini kwenye imani yake imetulizana vizuri sana. Anajua hii ni kadhaa ya Mungu na kadari yake, anajua hii ni mipangilio ya Mwenyezi Mungu. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, analifahamu hilo. Basi mtu akiwa hivyo, shekhi, utamuona wewe maisha yake ya furaha kabisa. Hata msiba akiletewa fulani, kuna habari kuhusiana na gari yako na jambo lako, mtoto wako, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi. Sasa wako wapi? yuanza process ya kufanya, si fulani Honda lako sijui tuktuk yako imeshikwa, sasa mambo gani haya sasa itakuwaje sasa? Dhiki tu hizi bwana, hana akida huyo, hana kabisa. Ndio pale tukasema at-tauhidu awwala, watu mwanzo wafundishwe akida, ndio yote yatakuwa mepesi katika maisha yetu. Kisha tujue ya kwamba ndugu zangu, ardhi hii ni ya waumini. Namna maisha yatakavyotubadilikia, leo ni furaha, kesho ni huzuni, leo ni utajiri, kesho ni umasikini. Mungu asema istainu billahi wasbiru, takeni msaada kwa Mwenyezi Mungu na mfanye subra. Innal ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lilmuttaqin. Ardhi hii ni ya Mungu, humrithisha atakaye katika waja wake, na mwisho mwema ni kwa wale wacha Mungu. Qalu, watu wa Musa maskini wakamwambia udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana, sisi tumeudhiwa sana na Firauni kabla hujaja na baada kwamba ushatumilizwa. Qala asa rabbukum, sikiliza matarajio. Na Nabii Musa na manabii wote walikuwa na tawakkul ambayo ni kubwa sana isiyojulikana kiwango chake. Awaambia Nabii Musa, asa rabbukum, huenda Mola wenu, an yuhlika aduwakum, akamwangamiza adui yenu, wa yastakhlifakum fil ardi, kisha akawafanya ninyi makhalifa katika ardhi, fayandhura kaifa ta'malun, akawatizama mutafanya nini. Na naam, hali ndivyo ilivyo. Walipofukuzwa watu wa Musa na Musa wakikimbia, wakishtuka, kuna nini mbele? Kuna bahari kubwa sana, na nyuma Firauni yuaja, na mbele kuna bahari. Watu wa Musa wakasema inna la mudrakun, sisi tumeshikwa Musa, khalas, hapa leo sisi ni kushahadia mambo yakamalizika. Lakini sikiliza, wenye imani kwa Mola wao, na sisi tumnyenyekee Mungu atupe imani hizo.
Nabii Musa awaambia kalla, haiwezekani. Wewe ushawahi kuelezewa kitu, kile kitu kikitia akilini hakiingia akilini? Hawa jamaa wamwambia Musa, mbele hii bahari, sijua iona lakini ni bahari, na Firauni yuaja nyuma, hapa tumeshikwa na hakuna pa kukimbilia. Musa ambia kalla, haiwezekani. Haiwezekani vipi sasa? Na usishangae haya Musa, yatatutokea pia sisi na wengine pengine yasayotokea. Huja ukapigwa na msiba, mtihani wa kimataifa shekhi, kitazama kulia giza, kushoto giza, mbele giza, nyuma giza, ikawa wewe huoni tu, iliyobakia kujifungia kwenye rumu ulie uongojee litakalokufika lipi. Mara ghafla waletewa habari ambazo sizo lizokuwa wazizungumza wewe kwenye akili yako. Ukaanza, ilikuwa kwa sababu Mungu mwenyewe ametaka. Sasa Nabii Musa aambiwa na jamaa kwamba inna la mudrakuna, sema kalla, haiwezekani. Inna ma'i ya rabbi sayahdin, mimi nina imani na Mola wangu. Hapa hii bahari nyinyi mnaoona hakuna njia, mimi nina imani na Mola wangu, njia iko. Jamaa wakiangalia huku nyuma, mzee Firauni huwa sema Mungu kwa njia gani? Usipige mahesabu ya njia zako wewe na akili yako mbovu. Na hii ndio tabu sisi. Ukifikwa na mtihani, wewe waleta fikra na namna utakavokimbia kulingamana na akili yako, na ndipo pale hatupati hizo fikra. Lakini mtihani ukikufikia, ukisema hapa mimi nitatoka tu, na atakaitoa njia ni Mungu, na yajua atatoa vipi, khalas njia itatoka. Lakini ukibakia ni wewe, mpite kwa huku, la huku jamaa wataniona, huku pia nitaonekana, na kule, basi kukubali tu matokeo. Tayari ushaamua ku give up na mapema. Nabii Musa hakuwasikiza, eti hakuna njia. Musa tafanyaje? Ambia hapana, inna ma'i ya rabbi sayahdin, mimi nina imani kubwa sana. Na naam, tizama imani yake. Mungu asema wa auhaina ila Musa anidrib bi'asaka al-bahr. Umeona hesabu za Mungu sizo zako. Ilikuwa haikuja kwenye akili zao kwamba bahari za kupasuka, lakini Musa alijua njia itatoka vovote itakavyokuwa. Alipopiga fimbo, Mungu asema famfalaka, bahari ikatoa njia, kapasuka pale pawili, watu wakapita, na Mwenyezi Mungu akamalizana naye Firaun kwa mateso aliyowapa Bani Israili. Asema mshairi, asal karbu alladhi amsayta fihi, huenda matatizo ambayo utalala nayo jioni, yakunu waraahu farajun qaribun, huenda ikawa nyuma yake pana faraja kubwa sana. Fayamanu khaifun wa yufakku anin wa yati ahlahu nai algharib. Yani makusudio ya mshairi ni kwamba usikate tamaa ya kwamba matatizo yamekufikia, jua kwamba watilkal ayyamu nudawiluha baina an-nasi. Qala Allah ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.